Sauti haijawa clear. Haijawa clear. Lakini twende tu. Nilisema mara ya kwanza nitamka kichwa cha somo nasema kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Katika maisha ya mwamini katika nyakati na majira ya kudiliwa na Yesu Kristo. Ni wakati ambapo huu wakati ambao nazungumza inatuhusu sisi tuliookoka na kumpenda Yesu. Na jana tulifundishwa somo la kukua kiroho. Sasa hakuna jambo la muhimu sana jambo la muhimu sana baada ya kuokoka kujaza Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye atakusaidia ushinde maisha ya kiroho. Na unapokuwa hauna Roho Mtakatifu ni vigumu kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Lakini nikasema Roho Mtakatifu ulitakasa kipindi kile, kipindi ambacho Roho Mtakatifu analiandaa kanisa kwa namna ya kutakasa, ya kuhimiza na vile vile kulihitaji kanisa likae vizuri katika hali nzuri ili kwa ajili ya kuliandaa kanisa. Hiyo ni vichwa tu, lakini Roho Mtakatifu uliandaa kanisa kwa sababu tutakwenda katika mji mtakatifu ambayo hilo ni somo lingine, ambalo somo la mji mtakatifu ni somo lingine, lakini leo kwamba Roho Mtakatifu analiandaa kanisa kwa ajili ya kuingia katika mji mtakatifu. Haleluya. Sitaingia pale kwa sababu utachukua muda. Lakini katika kuandaa kuna kitu kinachoitwa toba, yaani takaso, toba. Kuacha mambo ambayo yanatushika katika mioyo yetu, maisha yetu, roho ya chuki na dini, mambo ya dhambi. Roho Mtakatifu ndiye anahimiza sana kupitia mafundisho ya neno la Mungu. Lakini ninapenda niingie hatua nyingine ambayo kabla wakati tunapokuwa hapa duniani, Roho Mtakatifu anafanya nini kwa kila mmoja. Sema, Roho Mtakatifu anafanya nini kwa kila mmoja. Hebu tuseme wote. Kabla ya unyakuo. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu kwa kipindi hiki yuko kwa ajili ya maandalizi, na maandalizi yenyewe ni kufanya wewe uwe mtu wa Mungu, yaani kuwa mali ya Mungu. Narudia tena, ni kukufanya uwe mali ya Mungu. Hebu tuseme wote, kukufanya uwe mali ya Mungu. Na hiyo ni process, yaani kama jinsi tulivyofundishwa jana. Maana yake wewe mwenyewe kubali kwenda hatua ya kumkubali. Sasa atafanya nini ili tuwe mali ya Mungu? Kuna kitu Roho Mtakatifu anakifanya, yaani ambacho ni muhimu sana, kwa sababu
kipindi ambacho Roho Mtakatifu analiandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo, na hapo hapo mpinga Kristo anajiandaa kwa maandalizi makubwa kwa ajili ya kufanya kitu kile kile. Ni nini ambacho Roho Mtakatifu anakifanya ili uwe mali ya Mungu? Ni kutia muhuri. Kutia muhuri. Na kutia muhuri maana yake ina maana gani? Muhuri ni alama ya kudhibitisha au umiliki. Muhuri ni alama ya kudhibitisha au umiliki, au kwa lugha nyingine uhalali, au kwa lugha nyingine usalama wa kitu, usalama wa kitu, au wewe kama mtu wa kiroho. Utaniuliza kwamba huyo Roho Mtakatifu anapiga muhuri wapi? Lakini mimi sijawahi kusoma kwa Biblia kwamba hiyo muhuri inapigwa, lakini Biblia inasema Mungu awajua walio wake. Maana yake kipindi hiki ni kipindi ambacho adui anafanya kazi sana kwa kiasi kikubwa katika ulimwengu wa sasa. Hata wakati huu kuna mambo ambayo yanayofanyika ya kishetani sana na yanashawishi sana. Unaamini sasa hivi kwamba kuna vinyago au mwanadamu anatengenezwa kutaka mwanamke, kuna wanawake wanatengenezwa, sijui nini, vitu ambavyo ni vya ngazi ya juu kiuovu, na watu wanafanya uovu umekuwa juu zaidi, na wanatheolojia wanasema kwamba uovu unapokuwa juu sana, unapopanda juu, ndipo neema inakuwa juu zaidi. Sema amina, sema amina. Kwa maana ya kwamba Roho Mtakatifu anaendelea kulitengeneza kanisa kwa kuweza kuwafanya wawe wake, wawe wa kwako. Kwa hiyo wewe ni mtu wa Mungu. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo unawekwa katika usalama ambayo penginepo huwezi kujua, kama jinsi tulivyojifunza jana kwamba unaweza usijigundue kwamba wewe ni nani. Unaweza usijifahamu kwamba wewe ni nani, lakini Mungu anakufahamu. Lakini tangu leo ujione kwamba wewe ni mtu wa Mungu na ujifahamu kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Sema amina, sema amina. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa udhibitisho kwamba mtu ni wa Mungu. Lakini jambo lingine ni alama kwamba wokovu wako ni wa halisi. Kuna kopi nyingine, sasa hivi labda niseme kwa lugha nyepesi hivi, ukienda ukichapa karatasi, umechapa karatasi stationery, alafu kaenda kupiga photocopy. Ukikuta mashine nzuri kabisa, ukipiga photocopy unaweza kutambua kwamba ipi ni original na ipi ndio copy. Ni ngumu. Mama amejibu sana. Sasa kuna wokovu ambao si original, lakini kuna wokovu ambaye ni original, ambaye hiyo ndio Roho Mtakatifu anatafuta maisha ya muumini kuwa wokovu original, ambaye huwezi kutambua. Sasa kila mtu anasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, watu kila mtu sasa ameokoka, lakini hapana, mimi siwezi kuhukumu, lakini ile original
huwezi kutofautisha. Sasa Roho Mtakatifu, nisikilize, Roho Mtakatifu analitengeneza kanisa. Yeyote ambaye anamwamini Yesu, ili uwe original, ili aweke alama kwako, uwe wa kwake, kanisa ni la kwake, kwa sababu ya maandalizi ya unyakuo. Sasa ni kitu ambacho kinahitaji kujitoa, lakini alama pia ni dhamana ya kuleta dhamana ya kile Mungu amekiahidi, yaani uzima wa milele. Biblia inasema Yesu, wanafunzi wakamuuliza, hivi ufalme wa Mungu na ni habari ya ufalme wa Mungu? Lakini Yesu akamwambia, ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Maana yake ufalme ni utawala, ufalme kama jinsi ambavyo Biblia inasema katika kitabu kile cha Petro, sura ile ya Petro wa kwanza sura pili, anasema sisi ni uzao mteule, kuhani, uzao mteule. Maana yake wewe ni uzao ambao dini yako ni ya kimbinguni, uzao wako ni wa kimbinguni, unazaa watu ambao ni wa uzao wako katika hali ya kimbingu, ya ufalme wa Mungu. Sema amina. Ungapo ananielewa? Bwana asifiwe sana. Sijui ni somo gumu, nanielewa? Amen. Wangapo ananielewa? Ile kwa labda hapa mifupa sielewi. Sielewi. Sasa wewe ni uzao mteule. Hebu naomba fungua tusome tunisikie sana. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili. Naomba usome mlango wa pili kuanzia mstari wa 4 usome. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 4 na kuendelea hapo. Mwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Ukuhani mtakatifu, mwe nyumba ya Roho. Maana yake wewe ni nyumba ya Roho, wewe ni ukuhani mtakatifu, na wewe ni uzao mteule. Katika nyakati ambayo mimi natafakari sana, ulimwengu huu sasa unakuwa kama wakati ule Agano la Kale, kwamba kuna mabinofili wale watu wa Mungu waliwana na majitu. Naona imerudi hivyo hivyo kipindi hiki, kwamba ili waeneze uovu zaidi. Lakini tunachomshukuru Mungu analitengeneza kanisa lake kwa namna yake. Mungu analifuatilia kanisa kwa ukaribu sana. Kwa wale ambao wanayesimamia, kwa mchungaji anayesimamia vizuri, lakini vinginevyo tunaweza tukawapoteza watu. Vinginevyo usipohubiri neno la kweli, unaweza ukawapoteza watu, na watu wakapotea wakajiona salama, lakini si salama. Lakini Roho Mtakatifu anaposhuka atahakikisha juu ya dhambi na hukumu ndani ya kanisa, atahakikisha kwamba kanisa liko salama, atawaweka wachawi wazi, atawaweka wazinzi wazi, ili nikae salama. Sema amina. Kwa hiyo ndio usalama wa Roho Mtakatifu. Sasa ili kwamba hata wale waliopigwa muhuri na Roho Mtakatifu wajisikie au wajiamini kwamba sisi ni watu wa Mungu. Kwa hiyo sisi ni uzao mteule. Kwa hiyo sisi ile alama au muhuri ni dhamana ya kile Mungu amekiahidi kwamba
ametuita katika ufalme wa Mungu. Naomba Efeso sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 14. Efeso sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 14. Efeso sura ya kwanza mstari wa 13 na 14, Biblia inasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Amina. Maana yake tena, nini maana ya kupigwa muhuri? Maana yake Roho Mtakatifu ni arabuni. Maana yake kanisa, maana yake ni mimi na wewe. Roho Mtakatifu ameweka arabuni kwetu, ameweka alama. Ni sawa na mchumba ambaye anachumbiwa na kuwekewa kapete fulani, kwamba bwana, huyu ninaweka biko ni hapa. Mtu yote asifanyaje? Asifanyaje? Asije akamchukua. Sasa kanisa la Bwana, Roho Mtakatifu ameweka pete ya uchumba kwako. Wewe ni mchumba wa Kristo Yesu. Hebu mpige Yesu makofi bwana. Wewe wengine wapige makofi. Nasema hivi, wewe ni mchumba wa Yesu Kristo aliye hai. Ndio maana anabudi, yani umewekewa kitu fulani ili kisichukuliwe. Ni sawa pia na kwenda dukani na kuona kitu fulani au friji, ukaweka kiasi cha fedha na kusema hii friji nimependa. Usimpe mtu yote, unalipa kiasi cha fedha. Sasa Yesu amefanya makubwa pale msalabani, na Roho Mtakatifu ametuwekea rubuni, yani ametuwekea rabuni, ili Yesu anapokuja aje kukuchukua kama bibi harusi. Sema amina. Na nilisema kipindi hiki ni kipindi cha kupambwa, kipindi ambacho tunasaidiwa, tunatakaswa, tunakwenda katika hatua ya kufanana, ya kukubalika. Tunakwenda katika hatua, au Roho Mtakatifu anatusaidia kwa ajili ya kuweza kukubalika, lakini tayari Yesu ameshaturubuni, yani ameweka rubuni katika maisha yetu, ili hata mbinguni anatufahamu. Yesu anatufahamu, Mungu anatufahamu, pamoja na kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa, na Roho Mtakatifu ndiye anatembea na kanisa na kuzungumza na kanisa na kuliongoza kanisa na kuliombea kanisa na kuweka karama zote 9 na kuweka huduma ya masaidiano, ili kwamba tusikate tamaa. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Efeso sura ya 4 mstari wa 30. Efeso 4 mstari wa 30, Biblia inasema, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kuna namna ambayo Roho Mtakatifu tunamhuzunisha. Tusimhuzunishe Roho Mtakatifu, ambaye huyo Roho Mtakatifu, kwani tunamhuzunisha kwa namna gani? Tunamhuzunisha kwa jinsi ambavyo anavyotuelekeza, lakini tunagai kutokufanya. Tunamhuzunisha kwa namna ambayo tunapofundishwa maneno ya Mungu, Mungu anazungumza kabisa. Yaani Mungu anazungumza na wewe na roho yako, lakini baada ya muda unarudi pale pale. Tunamhuzunisha Roho Mtakatifu kwa kumtumikia Mungu, kwa sababu Mungu yeye ametweka hapa duniani kwa ajili ya kumwakilisha. Sisi ni jeshi lake, sisi ni watoto wake, sisi ni nyumba yake. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu tusipofanya, Roho Mtakatifu anahuzunika. Na tabia ya Roho Mtakatifu, tabia ya Roho Mtakatifu ni ana tabia ya kupenda kukaa karibu sana
mume na mke wanapokaa karibu naye. Narudia tena, Roho Mtakatifu ana tabia ya kukaa karibu sana na mtu wa Mungu au mtu aliyotubu na kuacha dhambi. Ana tabia kukaa karibu sana kuliko mume na mke alivyokuwa karibu au mwenye uhusiano. Ndio maana ni rahisi Roho Mtakatifu kuhuzunika, kwa sababu ana upendo isiyo ya kawaida. Yaani ana upendo, sio hata niseme kwa Kiswahili gani, ana upendo isiyo ya kawaida. Naona ni Roho wa Mungu ambaye ananong'oneza mtu aliyemkubali Yesu, kwa namna ambavyo anamzingira, kwa namna ambavyo ili kwamba asitoke nje wala asisikie za nje, wala asije akakata tamaa, wala asije akaona kwamba yuko peke yake. Hiyo ndio tabia ya Roho Mtakatifu, na ni vizuri kama niweze kusema kwenye kanisa hili, hebu uwe na tabia ya kuzungumza na Roho Mtakatifu. Zungumza tu kama mwanadamu tu, mwambie Roho Mtakatifu, nifanyeje? Roho Mtakatifu, niendaje? Roho Mtakatifu, kuna wakati fulani, haleluya, haleluya, nilikuwa nataka nije Dodoma. Wakati ule nilianza kanisa, niko kwenye hali ngumu sana. Sina washirika, na washirika wachache. Alafu wale washirika ni wako duni sana. Nahitajika nije mkutanoni hapa Dodoma. Mimi niliwahi kusafiri bila nauli kutoka Arusha mpaka Dodoma mara 3. Lakini Roho Mtakatifu alinisafirisha. Bwana asifiwe sana. Lakini niliongea na Roho Mtakatifu kwamba mimi kesho nahitaji nisafiri kwenda Dodoma. Sasa Roho Mtakatifu, wewe utafanyaje? Utanifanyaje mimi? Na ninakujua kwamba hakuna lolote usiloliweza. Hebu naomba unisaidie. Naongea na Roho Mtakatifu. Hebu ongea na Roho Mtakatifu. Nataka tu nikwambie, uwe muhuri wewe ni mali ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa nilipokuwa naongea na Roho Mtakatifu usiku, nikaenda ibadani, nikahubiri, nikatoka, nikaenda kachukua begi. Roho Mtakatifu kaniambia nenda kasimame pale barabarani. Nikaenda kasimama pale barabarani, gari moja la kitalii likawa limekuja. Nikasimamisha, akasimama. Kumbe kulikuwa na mtu ambaye yeye ametoka ibadani, ni mtu aliyokoka. Wakati mchungaji anahubiri, Roho Mtakatifu akamwambia, toka kwenye ibada, nenda nyumbani, alafu chukua kiasi cha fedha, kiasi fulani, alafu umpelekee mchungaji Sirikwa mpani, yaani Japan, nasema kwa Japan. Yule bwana akawa anapingana na Roho Mtakatifu, pingana. Sasa itatokaje wakati mchungaji anahubiri? Itatokaje? Roho Mtakatifu anamwambia toka. Ni kweli akatoka. Alipotoka akakimbia nyumbani. Baada ibada mchungaji yuko madhabahuni. Nataka tu nikutie moyo, habari ya urahisi sana ya kuongea na Roho Mtakatifu na wewe ukawa salama kabisa. Maisha ya wokovu ni marahisi sana. Yule bwana akatoka, alipotoka akakimbia nyumbani. Alipoingia nyumbani kwake, kuna gari la kitalii likawa limepaki pembeni karibu na nyumbani kwake kule ambako ni quarters. Akatoka akachukua ile la habari Roho Mtakatifu amwambia chukua, akatoka nje akamwambia dereva, unaenda wapi? Na huku saa 8 kamili alikuwa anahitajika kwenye zamu amtoe mwenzake hotelini, maana ni hoteli ya kitalii. Sababu asubuhi watu wanaingia saa 11 na kutoka saa 8, kati ya saa 7 saa 8. Naona yeye sasa anahitajika atoke pale aende kazini amtoe mwenzake saa 8. Sasa huo ni mtihani. Nisikilize vizuri, ni mtihani kwake. Lakini Roho Mtakatifu, sikiliza Roho Mtakatifu.
Akatoka akachukua pesa, kamuuliza yule dereva, unaenda? Akasema mimi nashuka Karatu. Twende. Unaenda? Gari likawasha. Sasa hilo gari ambalo sasa nimelisimamisha ndio huyo mtu ambaye alikuwa ameambiwa na Roho Mtakatifu mpelekee fedha fulani. Mimi nilikuwa nafikiri hilo gari ni la kwangu na kunipeleka Arusha mjini, kesho yake nije huko. Baadaye nilipokuwa nasimamisha, yule bwana akamwambia, ndio huyo bwana nilikuwa namtafuta, ndio yule, lakini naomba aingie kwenye gari alafu tutaongea tukielekea mjini kule. Nikaingia kwenye gari, akaniambia bila kuchelewa, mimi sina maneno mengi, nimekuletea hizi fedha. Naona hizi ambazo connection na Roho Mtakatifu. Basi tukaenda paka mji mmoja unaitwa Karatu mjini, huyo anaelewa. Tuliposimama, gari lingine la kampuni hiyo lilitoka Arusha mjini linaenda Ngorongoro. Linaenda wapi? Ngorongoro. Wakasimama dereva huku, huyo ambaye anaenda Arusha na huyo anayekwenda Ngorongoro, kaanza kuongea. Sasa huyo mtu ambaye amenipa pesa akamuuliza dirishani yule dereva anayekwenda Ngorongoro, akamwambia, dereva una nafasi? Akasema nina nafasi hii hapa mbele, njoo shuka. Unarudi Ngorongoro? Narudi Ngorongoro. Akapakiwa kwenye gari, huyo dereva akawasha gari, akafika Ngorongoro, akaenda kwa muda ule akafika kazini kwa time ile. Na mimi huyo dereva alionibeba akanibeba mpaka Arusha. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kumsikiliza Roho Mtakatifu. Sisi ni watu wake. Wewe ni mtu wa Mungu, lakini kuna hatua ya kumjua Roho Mtakatifu ili uamini ya kwamba wewe umepigwa muhuri wa Bwana. Piga Yesu makofi hapo. Kwanza, jambo la kwanza, unakuwa mali ya Mungu kama nilivyosema, lakini la pili, unalindwa kiroho. Kazi ya Roho Mtakatifu, unapopata alama ya kwake, unalindwa kiroho. Unalindwa ndugu, tunalindwa. Unalindwa. Hakuna mtoto wa Mungu halindwi na Mungu. Malaika wa Bwana wala anatulinda, kwa sababu Mungu anasema hivi, sio rahisi wewe kuondoka katika mikono ya Mungu hata siku moja. Biblia inasema ni vigumu mtu kuanguka katika mikono ya Mungu. Na Roho Mtakatifu ndiye anatulinda tusiweze kushambuliwa. Roho Mtakatifu anatulinda usiku na mchana kwa malaika zake, ili kwamba unapotembea unalindwa. Unapotembea unalindwa. Unapotembea unalindwa. Sema amina, sema amina. Siku moja jirani yangu, nitoe mfano. Nilikuwa sina umeme. Tunatumia zamani kidogo. Tunatumia hizi taa za mafuta. Sasa kumbe yule jirani ambaye ni kama mita 50 hivi, usiku anaona nyumbani kwangu kuna umeme, kuna waka. Naona kuna waka. Siku moja akaniambia, jirani, wewe umefuta umeme? Nikamwambia nimefuta. Naona haya, kuna washirika ambao wanakuja kwenye ile morning glory saa 9, saa 10. Mmoja siku moja akaniambia, mchungaji, mbona pale nyumbani kwako kuna waka? Naona kuna waka. Huyo ni mtu wa pili. Umeme, yani taa ziko nyingi pale kwako, yani ni waka usiku. Nikamwambia, hapa ninalindwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaamini kwamba unalindwa? Unaamini kwamba mchawi habishi hodi kwako? Unaamini kwamba ulogeki? Mbona ameni ni kidogo? Au unaamini kwamba unalogwa? Inawezekana una imani ya kulogwa, lakini hakika mtu wa Mungu alogeki. Sasa kwa hiyo
unalindwa kiroho. Jambo la tatu, unapata uhakika wa wokovu. Ubabaishwi. Roho Mtakatifu anakufanya wewe au anakuhimiza kutoka ndani huku kwamba una uhakika na wokovu. Wokovu wako ni wa uhakika. Ubabaiki. Anakufanya wewe uwe na uhakika wa wokovu. Wokovu sio hisia tu, bali yani sio hisia, kwa sababu wengine wanaamini kwa hisia, lakini anakupa udhibitisho wa wokovu wako. Anakupa udhibitisho na Roho Mtakatifu ndani yako. Baada ya kupigwa muhuri, Roho Mtakatifu, maana ninakwenda polepole ili uelewe hatua kwa hatua. Amina wapendwa. Amina wapendwa. Roho Mtakatifu anabadilisha au analeta mabadiliko. Unabadilishwa kitabia. Kuna tabia ya mtu ya huko duniani. Tabia kama ulikuwa mzinzi, kama ulikuwa mwongo, kama ulikuwa jambazi, kama ulikuwa bakaji, kama ulikuwa mwenye wivu, kama ulikuwa yani mambo mabaya ya duniani, Roho Mtakatifu anakubadilisha hatua kwa hatua. Unapomkubali Roho Mtakatifu kujaa au kushuka kwako, aingie ndani, atawale ndani. Naona kubadilishwa polepole. Ulikuwa kwenye asili nyingi sana, kama sio sisi na watu kama msikia historia kwamba watu huko Iringa watasika naenda kunyoma. Sasa unapookoka na kujaza Roho Mtakatifu, hiyo inaondoka. Tabia ya uongo inaondoka. Tabia ya wivu inaondoka. Tabia ya kila namna inaondoka. Huyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu katika nyakati hizi ambazo tunazofanyaje? Tusopo. Haleluya. Wangapi wanapenda kubadilishwa? Haleluya. Naupenda. Ninafundisha polepole kama kanisani kwangu. Mchungaji amenipa nafasi. Sitaki leo ile napenda polepole ili kwenda kuelewa. Wewe ni mchumba wa Yesu Kristo. Mwambie mwenzako wewe ni mchumba wa Yesu. Wewe ni mchumba. Haijalishi wewe ni mwanaume, lakini wewe ni mchumba wa Yesu Kristo aliye hai. Umechumbiwa. Subiri bwana harusi anakuja. Sema nasubiri bwana wangu anakuja. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini sasa naingia hatua nyingine ya kudhihirishwa mbele ya Kristo. Sema napenda kudhihirishwa mbele ya Kristo. Somo hili ni hebu twende katika kitabu kile cha Thesalonike sura ya 4 mstari wa 7 na 8. Thesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 na 8. Thesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 na 8, Biblia inasema, maana Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Unaona Mungu anamfanya. Unaona Mungu anavyosema. Mungu hakutuitia nini? Uchafu. Bali ametuitia utakaso kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mungu hakutuitia mambo mabaya. Maana yake unapokoka umeitwa utoke. Unapotoka unaingia katika eneo lingine, ufalme mwingine, ufalme ambao hauna uchafu.
mazingira mapya. Sasa ndani ya ile mazingira ndio jana tulifundishwa unakuwa. Wewe sio mtoto, afu najiamini kwamba kila kitu kipo, baraka zipo. Maana haiwezekani mtu aokoke alafu akawa mjinga. Naona sisi sio wajinga. Naona ni watu wenye hekima sana, wetu ambao wamejaliwa hekima. Sema amina, sema amina. Wathesalonike sura ile ya 4 tena mstari wa 13 hadi 17. Tutaendelea mstari wa 13 hadi 17. Biblia inasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni unyakuo sasa. Katika kipindi hiki ambacho sasa tunasubiri tendo ambalo linatakalo staajabisha ulimwengu mzima. Wasomi, watu ambao wenye teknolojia ya juu sana, watu ambao wako kwenye maeneo ambayo ya maabara kubwa ya kidunia, watu ambao ni wasomi wa hali ya juu. Lakini hili tendo la unyakuo litakuwa ni tendo ambalo watu watashangaa kwamba inakuwaje. Lakini watu wanapoendelea kushangaa hapa duniani watakumbuka kwamba wale wa Pentekoste walisemaga watanyakuliwa. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna mafundisho ya theolojia wanasema kwamba, ambayo mimi siamini sana kulingana na mwalimu wangu, wanasema kwamba kanisa litapita kwanza kwenye dhiki kuu. Litapita kwanza kwenye dhiki kuu. Kuna dhiki ya miaka 3.5 na kuna dhiki ya miaka 3 tena na nusu ambayo ni miaka 7. Sasa sema hii dhiki nyepesi kanisa litapita. Lakini kwa jinsi ambavyo mwalimu wangu alivyofundisha, Mungu hawezi kumtoa Yesu Kristo na kuweza kuagiza Roho Mtakatifu kushuka na kuweza kuendelea kulitengeneza kanisa alafu alitese tena. Naona sasa hili tukio la unyakuo ni tukio ambalo linatoka ghafla, na watakatifu wataondoka, watoto wataondoka, wale ambao wasiokuwa na dhambi wote tutaondoka, na wale ambao waliokufa katika Kristo ambao matendo yao yanabii, matendo yao yanafuatana nao, waliolala katika udongo huu watanyakuliwa. Wao ndio wataanza kumlaki Yesu pale juu, maana Yesu atakuja na parapanda na jeshi la malaika hata kanyaga ardhi hii. Kitu kitakachosikika tu ni wale waliojazwa Roho Mtakatifu na kuwapa habari sasa ni wakati wa kuondoka. Unashangaa na wakati huo Biblia inasema kwamba tutapewa miili ya utukufu, ambayo tutachambua hapa. Miili ya utukufu. Hautaenda na mwili huu. Mwili huu ambao unabeba uchafu, kila siku unaenda chooni, haitakiwi kule. Haya, huu mwili ambao una magonjwa, miili ambayo inakupinga ili usimuone Kristo Yesu, haitakuwepo. Miili ambayo imetamaa, miili ambayo ya kufa, miili ambayo inahitaji usuke, miili ambayo inahitaji ule chakula, miili ambayo inahitajika wewe uvae vizuri, haitahitajika. Bali ghafla
miili itabadilishwa, tutamlaki Yesu pale mawinguni. Lakini kazi hiyo ni ya Roho Mtakatifu. Sema amina. Sema amina ya nguvu. Na kazi hiyo ni ya Roho Mtakatifu. Na wakati huo, wakati Paulo alipokuwa anaandika barua hii kwa Wathesalonike, kwenye kanisa la Wathesalonike, wakati alipokuwa anaandika kuwapelekea ujumbe huu Wathesalonike, kanisa la Wathesalonike walishangaa kwamba tuliambiwa kwamba Kristo atakuja kutunyakua tukiwa watakatifu. Na kuna kanisa ambalo lilipokuwa liko makini katika maisha ya kiroho kama kanisa la Wathesalonike, walishangaa kwamba mbona sasa Yesu anachelewa na watu wanakufa. Hawa watu waliokufa nao wataenda wapi? Walimsumbua sana Paulo, ndipo aliandika barua hii kwamba hawa watu ambao waliokufa katika Kristo hao hawatatutangulia, bali tutawakuta mawinguni kule. Sema amina, sema amina. Wengine ambao hawajaoa watasema sasa ataoa lini, ili kwamba nisije nikanyakuliwa bila kuoa, ambao hawajaolewa. Lakini nataka kusema kwamba hata kama hujaolewa, hata kama umeoa, lakini kule mbinguni ni kuzuri zaidi kuliko hapa duniani. Kule mbinguni kule ni kuzuri mno, ni sehemu ambayo haijawahi kupimika hapa duniani wala kufananishwa na sehemu yoyote hapa duniani. Tutaingia katika ule mji, na ule mji ni mji mtakatifu ambao umejengwa kwa vito vya thamani ambavyo havipo hapa duniani. Sema amina, sema amina. Kwa hiyo ni unyakuo. Hebu naomba usome tena kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15, sura ile ya 15 mstari ule wa 40 na 50 hadi 58. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 40. Tena kuna miili ya mbinguni, na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Yaani maana kimetengwa. Yaani fahari ya mwili wa duniani imetengwa na fahari ya miili ya mbinguni imetengwa. Mstari ule wa 51 na 54 inasema, angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, maana hatutakufa sote, lakini sote tutabadilika, tutabadilishiwa miili kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Haleluya. Na amani. Mbona mnaanza kuzunika? Somo kubwa leo sihubiri kama mwinjilisti na ubiri kama mwalimu. Amina. Mbona mnaanza kuzunika? Kwa hivi kweli ndio kuna kuondoka hapa duniani. Hata ile miradi yako tutaacha zile fedha ziko benki. Lakini ndugu, hakuna raha na starehe ya namna hii. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa tutabadilishwa tufanane naye. Utapewa miili ya mbinguni, utapewa mwili wa utukufu, na
huu mwili, ngoja kwanza tuchambue aina tatu. Nichambue kwa namna aina tatu. Miili hiyo ya utukufu nimezichambua katika aina tatu, katika hali tatu. Inakuwa na hali ifuatayo. Inaitwa miili ya kiroho. Miili ya kiroho. Hebu tuseme wote, miili ya kiroho. Yohana 20 mstari wa 19. Yohana 20:19 Biblia inasema hivi. Yohana 20 mstari wa 19. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakati Yesu, yaani ninapenda sana habari ya Yesu, maana Yesu amefanya mambo 17, zaidi ya mambo 17 pale msalabani. Wakati Yesu alipoingia kule kwenye moyo wa nchi, kule kaburini, au sehemu nyingine sema moyo wa nchi, unajua alipoingia pale, kule wanasema kuna kuzimu aina tatu. Kuna kuzimu ya shetani na mapepo yake, ambayo yale mapepo ambayo ni mapepo makubwa sana, ambayo moja ikifunguliwa, moja ikiachiwa, inaweza ikawaua Watanzania wote, ambayo kwenye kitabu cha Ufunuo ndio itafunguliwa vile viumbe ambavyo vitafanya adhabu kwa ajili ya watu, yaani kuwatafuna bila kufa, yaani Biblia inasema kwamba viumbe kama yaani ngenge hivi. Sasa Yesu alipokuwa pale msalabani, ametundikwa pale msalabani, wakati sasa watu wale maskari wamejaa, watu wasema msulubisheni zidini, naona wale maadui wote. Sasa ili Mungu ajidhihirisha kwamba yeye ni Mungu mkuu, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye mamlaka, ili shetani asije akajitetea ya kwamba umetufunga kule kuzimu, ili kwamba tusipambane na wewe. Wakati Yesu alipokuwa pale juu msalabani, alikuwa anatazama wale maadui, kwa anaangalia huku na huku, kwamba hivi unaelewa kitu mnachokifanya, naona, kwa sababu kulikuwa anataka afanye ukombozi kwa ajili ya mwanadamu ili asiende jehanamu. Roho yake ilipotoka akaingia kule kuzimu, kulikuwa na watakatifu ambao waliofungiwa sehemu yao, ambao walikuwa hawana uhuru, japo ni watakatifu. Biblia inasema kwamba Yesu alipoingia kule kwenye moyo wa nchi, alipiga kelele, yaani alipiga kama jinsi ambavyo tangazo maalum, sema tangazo maalum ya kwamba mmekombolewa. Naona ndipo Biblia inasema ya kwamba wafu wakina Ibrahim na watakatifu ambao walikuwa kule kuzimu wakaonekana katika mji mtakatifu. Ghafla tu mbingu ikashuka, watu ambao walikuwa kawaida wakaona dunia imebadilika, wakamwona akina Ibrahimu ambao hajawahi kuonekana katika hali ya macho, lakini Roho Mtakatifu akawajulisha kwamba huyu ni Ibrahimu, huyu ni nani, kwa dakika tu, kwamba ajulishwe, wanadamu ajulishwe kwamba Yesu amemaliza. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Maana yake kuna kazi ambayo Yesu aliyafanya, na wakati Roho Mtakatifu alipofufua, walikuwa ile nguvu ya ufufuo ilipomfufua,
Jina Biblia linasema kwamba na wale wafu wakafufuliwa, ambao ni watakatifu wa Agano la Kale, wakaingia katika mji mtakatifu, ambaye sio mji mtakatifu mbinguni, kule Yerusalemu. Watu wakamwona Ibrahimu anatembea, watu wakajua kwamba yule ni Ibrahimu. Automatically watu wakajua kwamba hawa ni watakatifu. Sema amina. Haleluya. Tuko pamoja. Naomba soma. Sawa. Bana tunajifunza. Sijui mbona wengine walikama wana uzuri. Tuko kwenye semina. Tuko kwenye mafundisho. Sasa hapo ni kwamba Yesu amevaa mwili wa nini? Mathayo 20. Mathayo 27 mstari wa 53. Ndio. Biblia inasema anasema 52. Nasema makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Hebu mpigie Yesu. Unajua Yesu ni mtamu sana. Naona makofi yako haitoshi. Hata mwenyekiti wa kijiji uweze kumpigia makofi kama hayo. Unapiga makofi kama unampigia mwenyekiti wa kitongoji bwana. Pigie Yesu ambaye ni mfalme wa wafalme. Yeye ndiye anatakiwa hiyo. Changamka, uwe na amani. Yaani changamka, ujisikie kwamba wewe ni mtu wa Mungu na Mungu anazungumza na wewe. Sasa hawa walivaa miili ya utukufu. Miili ya utukufu, lakini iko miili ya kiroho. Ghafla tu wakajitokeza. Na Yesu akawatokea wanafunzi, amani iwe kwenu. Naona maana wamejifungia kwa sababu ya jaribu na kuona kwa macho ya Yesu anapigwa, Yesu anachoma mkuki. Naona wakaenda wakajifungia. Lakini Yesu akawatokea ghafla. Akamwambia, amani iwe kwenu. Naona hebu soma tena katika kitabu kile cha. Nataka tuende pole. Soma katika kitabu kile cha Luka sura 24, mstari wa 31 hadi 36. Luka 20. Yaani ni mwili mzuri sana. Sasa na wakati mwingine unapojazwa na Mtakatifu sana. Nisikilize vizuri. Unapojazwa na Mtakatifu sana. Hasa anapokupeleka kwenye hatua ya kimaombi sana. Unaweza ukaomba masaa mengi sana. Unakuta ile mwili, hali ya mwili, taarifa za mwili na nini zinaondoka. Naona na unapojizoesha sana kwa karibu na Mungu, ndivyo hata tamaa, kila kitu kinaondoka. Unakuwa mtu mzuri wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kanisa la kwanza lilikuwa limemvaa Yesu kabisa, yani mpaka Petro alipokuwa anatembea kivuli chake kilikuwa kinaponya wagonjwa. Hasemi hata kwa jina la Yesu toka. Maana yake vilema, watu wasiojiweza walikuwa wanapanda. Sema leo Petro na nani watapita hapa. Watu vijijini watu wanaoleta wagonjwa. Kwa sababu ameingia Roho Mtakatifu ameingia ndani na mimi natamani hivyo, natamani hadi yani huyo Roho Mtakatifu alikuwa amemvaa akina Petro mpaka miili yao ilikuwa kivuli kilikuwa kinawaponya watu. Bwana asifiwe sana. Na kina Paulo anasema na mikono ya Paulo ilikuwa inafanya matendo ya miujiza. Na hapa kanisani ninaamini kwamba mkikamata mafundisho ya Roho Mtakatifu mtafanya matendo ya miujiza. Vilema wataletwa hapa na watatembea, viziwi watasikia, na hata macho yao ambayo hayaone yataona. Sema amina, sema amina. Haleluya.
Ukitaka kanisa lenye majibu ya mambo magumu, ya watu wagonjwa ambao walioshindikana, peleka hapa. Unashangaa hata watu wanaletwa hapa pale kanisani kwangu pale, imekuwa kama hospitali, wenye kesa wameponywa, ambao wakina mama ambao wazai wamezaa yaani, lakini sijajiosha kwenye mitandao mimi, lakini huo mtandao kimbingu tu yenyewe inasema peleka kwa fulani, peleka. Hata jioni hii kuna mtu kutoka Simiyu yule amepigia mke wake wa Morogoro, amepewa na babu, sema peleka mtoto, na anampeleka mtoto kwa mchungaji Siriko. Vichaa wamepona zaidi ya 4. Naona kichaa mmoja ambaye alikuwa yuko maeneo hospitali, kwa anajipaka kinyesi kabisa, anajipaka, naingia choo anajipaka. Siku moja niletwa pale kanisani. Ilikuwa ni mtihani, lakini tumemwombea akapona. Sasa hivi ananiletea sadaka tu, lakini hajaja kanisani, lakini namwambia njoo. Anasema mimi napenda Katoliki, asema endelea huko, lakini Yesu amemponya. Sema mimi, nasema mimi. Wengine alikuwa anakimbia mti, anakimbia. Siku moja akaja ghafla tu kanisani, asema mchungaji, ninafukuzwa. Lakini alipoingia kwenye sabini ya Yesu Kristo akafunguliwa. Roho Mtakatifu atafanya makubwa kwenye kanisa hili, ikiwa kwamba mtashika mafundisho na mtajaa Roho Mtakatifu. Sema amina, sema amina. Haleluya. Mimi ya kiroho Yesu alikuwa na itegemee vitu, wakati, nafasi, eneo, lakini tutakuwa mimi ya kiroho baada ya parapanda itakapolia. Lakini la pili, tutakuwa mili ya utukufu. Nikisema mili ya utukufu, ni mili ambayo iko katika viwango vya juu sana. Sio nielezaje, lakini tusome Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21. Mili ya utukufu. Wafilipi 3:20-21, Biblia inasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Bwana asifiwe. Yaani hiyo miili, maana yake tutapewa miili ambayo tunaweza tukasafiri mahali popote. Kitaka kwenda Marekani, Uingereza, wapi, lakini tutadhibitika au tutadhibitishwa au tutaidhibitisha kipindi ambacho tutakapokwenda kwenye karamu ya mwana kondoo au harusi ya mwana kondoo. Karamu ya harusi ya mwana kondoo. Baada ya hapo miaka 7 tutakaa kule, na baada ya hapo tutakuja kutawala miaka 1000. Hamna makofi. Tutakuja kutawala miaka 1000 hapa duniani. Maana yake kipindi cha dhiki kuu huku duniani tutakuwa na vita. Watu watakuwa na uwana isiyo kawaida. Watu wanauana, machinjano, watu wafanya uovu wa dharau, hivyo yani, na mpinga Kristo atakuwa ametawala dunia nzima, jamaa, ndugu, jamaa, taifa, kwamba hiyo muhuri wake wa namba 66 kila mmoja atakuwa nayo, kwa atakayeachwa, atakayeasi, atakayekataa wokovu watapata hiyo muhuri wa namba 66 ambayo ni mpinga Kristo. Sasa hao watakayekuwa hapa watakuwa wanatawaliwa na roho ya kishetani. Dunia itakuwa mbaya sana. Vita vitakuwa vikubwa kuliko tunavyosikia. Ndio maana hata unabii unaendelea kutimia kwamba hata makombora yanayotengenezwa mwanadamu afikiri kwamba labda tufanye nini,
anafikiria tu kwa ajili ya kutengeneza makombora. Kombora na ni silaha kubwa kubwa ya kufanya nini? Ni ya kuua wanadamu. Hana kitu kingine. Ndio maana hata Irani ambayo ni wajemi wa zamani inapigana na Marekani na vita. Sasa hivyo vita ni kama dalili ndogo, lakini kanisa litakapoondoka hapa duniani, kwa sababu Biblia inasema yuko azuiaye, yaani sisi kama watakatifu ndio tunazuia mambo mengi yasifanyike. Maombi yako yanazuia mambo yasifanyike kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu, kwamba tuombee nchi, tuombee familia, tuombee hiki, tuombee. Lakini kanisa litakapoondoka, ghafla unyakuo utakapotokea, wewe ukaondoka, mimi nikaondoka, dunia itakuwa tupu, na kuna Wakristo ambao watakaachwa, ambao wao hawatakuwa na nguvu ya kujitetea, watajitetea wenyewe. Maana Roho Mtakatifu hata kuwepo, itakuwa kwa kiasi kidogo sana, lakini itakuwa ni wanaita sijui, yani ni mchaka. Sijui utatamani kwenda wapi, hakuna utamani, maana hakuna kununua bila muhuri. Ni sawa sasa hivi na binani tu, si zile wanaita chip, lakini tunaanza na kadi ya ATM, lakini utaingizwa nini? Kile kinani kidogo hautakwepa. Maana yake utakwenda kwenye nani ya benki, kile kimashine kwambia unahitaji shilingi ngapi, how much you need. Unaona? Unafanya teta ndogo. Sasa kanisa likiondoka, hali ya dunia na ulimwengu mzima utakuwa shida. Kwa hiyo miili ya utukufu, maana yake utakuja kutawala miaka 1000 hapa duniani. Na wakati huo tunakuja kwa wakati gani? Tunakuja, Yesu atakuja na watakatifu tawala miaka 1000, wakati vita au dhiki itakapokuwa imefanyaje, iko hapa duniani. Sijajua kwamba ni miaka 1000, miaka yale 300, miaka ile nusu ya miaka 7 inawezekana labda kuvuka, sijasoma vizuri kwenye Biblia niseme. Sasa lakini lazima Yesu atakapokuja na watakatifu kutawala, atatuliza ulimwengu. Hakuna vita, kwa sababu waheshimiwa wameingia na kutawala. Ni sawa na rais anapokuja kwenye nchi, kuna utulivu mzuri, kwa sababu mfalme wa falme amekuja na watu wake. Tutatawala miaka 1000. Utaenda mahali fulani unapotaka, ni raha tu. Sijajua kama unanielewa vizuri, kama unanipa masikio vizuri na akili ambayo iliyokuwa sio ya kitoto. Maana mafundisho haya sio ya kitoto sana, lakini utatawala miaka 1000. Haleluya! Wangapi wananielewa? Mungu akubariki. Lakini pia Wakorintho 15 mstari wa 43. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 43. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45, Biblia inasema 43. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Nafikiri mnaelewa kwamba yani tunapokufa sisi watakatifu, wewe uliyemcha Mungu, hii miili ni kama mbegu iliyopandwa kwenye nini? Amnisaidia. Mnaogopa. Hakuna kifo hapa. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Sizungumza habari ya roho ya mauti. Hapana, lakini nafundisha habari ya mambo ambayo yapo. Amina. Yaani unapozikwa, maana yake unapandwa katika hali, yaani unapandwa ili kwamba ufufuliwe, utoke kitu kingine ambacho ni kipya. Lakini niseme tena,
Nini maana ya miili ya utukufu? Ni miili ya nuru. Tutapewa miili ya nuru. Yesu atakuwa nuru, yaani tutakuwa kama. Biblia inasema kule kwenye ile mji hatutakuwa na anahitaji mwanga. Sisi wenyewe ndio mwanga. Unaona, kuangalia mwanga huu. Yaani utabadilishwa. Yaani wewe utakuwa ni wa nuru, wa nuru. Utakuwa nuru. Kwa hiyo naomba Ufunuo sura 21. Ufunuo 21 mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 11. Wenye utukufu wa Mungu na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Ruka mstari wa 23. Mstari wa 23. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kumwangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Mwana kondoo. Kwa hiyo tutafanana na mwana kondoo. Sema nitafanana na mwana kondoo. Yaani utafanana na Yesu. Na wewe utakuwa una mwili wa nuru, yenye nuru ndani yake. Maana yake utangaza. Mathayo 13 mstari wa 43. Mathayo 13 mstari wa 43. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Ndipo, hebu soma pole, rudia tena. Ndipo wenye haki watakapong'aa. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Ndipo wenye haki tutang'aa kama Yesu alivyo kwenye ufalme wa Baba yetu, na kutia moyo kwamba mbinguni ni kuzuri. Amen yako kidogo. Amen. Sijui umeshiba leo. Kulikuwa na sherehe leo mchungaji. Labda watu wametoka sherehe wamekula au ni uchovu wa kazi na nini. Najua nimezoea kanisani kwangu Bwana. Amen. Naona sasa ninapata shida kidogo hapo. Tutang'aa kama Yesu aliye hai. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sikuchoshi, lakini hiyo ni kumtukuza nani? Aliye mbinguni. Mbinguni kuna uzuri, tena kuna uzuri ambayo haina kikomo, kuna uzuri. Haleluya. Sasa kuna mambo matatu ambayo lazima uelewe. Mambo matatu ambayo baada ya hapo, kwanza, jambo la kwanza, kuna ibada mbinguni. Sitafafanua sana. Kuna ibada mbinguni. Na ukisoma Ufunuo sura ya 4 mpaka ya 5, sura ile mbili yote inahusu habari ya ibada mbinguni. Wapendwa, mko pamoja na mimi? Amen. Ibada mbinguni. Pale katika kiti cha enzi cha Mungu kuna viumbe ambavyo vimeandikwa katika Ufunuo. Wazee 24 viumbe. Kuna viumbe, naomba tusome tena. Kuna viumbe ambavyo viko pale. Sitakuwa na nafasi. Kuna viumbe ambavyo viko pale ambavyo kila sehemu, niangalie kidogo, kila upande
na macho. Wana mabawa 6. Vile viumbe vina mabawa 6, na yale mabawa yana maana yake. Nitafafanua kesho kama unaweza kawai kanisani. Lakini wana macho kila sehemu, au yani wana macho kila sehemu. Wanaweza kwenda hivi, kwenda hivi, kwenda hivi, yani pale ambayo sasa vile viumbe vinawakilisha wanyama ambao Mungu aliwaumba. Kisoma pale vizuri utakuta kwamba mwingine ni sawa na tai, mwingine kama simba, mwingine hivi. Lakini pia kuna watu ambao waliowakilisha ile taifa la Israeli na kanisa pia, ambayo ni wazee 25 wamewakilisha kanisa kati ya wale kabila 12 za Israeli na wanafunzi 12 wa Yesu Kristo. Lakini kazi ya pale ni nini? Biblia inasema kwamba katika ile kiti cha enzi utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu. Nikisema utukufu wa Mungu kwa tafsiri tu ya Kiswahili na lugha nyingine haitoshelezi, lakini kwenye kiti cha enzi cha Mungu utukufu wa Mungu umeenea kila sehemu katika kiti chake cha enzi, ambayo inalipuka kama moto, lakini sio moto unaounguza. Alafu huo moto ni kama ngurumo. Naona alafu Baba mwingine amekaa katika kiti chake cha enzi. Lakini jinsi ambavyo ile ibada inavyofanyika ni kwamba wanaanguka kwa sababu kumpa Mungu utukufu, wakisema mtakatifu. Baba nipige magoti. Yaani wanaanguka wakisema mtakatifu, 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 mwenye enzi. Utakuta hapo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 10. Naona na pale watakatifu watakapofika pale mbinguni, wataimba nyimbo, wataimba wimbo ambao haupo hapa duniani, na lugha ambayo itakayotumika ni lugha ya Roho Mtakatifu, ambayo hata sasa waimbaji watakapokuwa naimba na kujaza Roho Mtakatifu, Kiyunani inaitwa tena. Maana yake Roho Mtakatifu anaposhuka watu wanapoimba zile lugha yao, jinsi ambavyo wanavyoimba. Naona nisikilize vizuri, zile lugha zao wanavyoimba, kama ni kumtukuza Mungu, Roho Mtakatifu anabadilisha lugha na kuweza kuingia katika kiti cha enzi kwa ajili ya kufanywa na Roho Mtakatifu kubeba lile neno, yale maneno ya kumtukuza na kumsifu yafai kumpelekea Baba mtakatifu, 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 ili kwamba yeye ashuke na kuweza kufanya kazi katikati ya watu waliokutanika. Sema amina, haleluya. Jamani, Mungu ni mzuri sana. Mungu ni mzuri sana sana sana. Ndio maana mtu mmoja kwenye tenzi akasema, nataka nimjue. Naona na niziko. Hatujamfahamu Yesu, hatujamfahamu Roho Mtakatifu, hatujamfahamu. Bado yuko mbali. Kanisa bado halijamfahamu Yesu, bado halijamfahamu Roho Mtakatifu. Ndio maana hujitambui. Lakini tunapoingia jinsi ambavyo ile ibada mbinguni, ningekuwa na nafasi tungejifunza habari ya ibada mbinguni katika kitabu cha Ufunuo. Na huyu Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi mpaka mbinguni, sio kwamba anafanya kazi tu hapa duniani. Na
Unapoamini ya kwamba ndivyo, hebu imba katika roho, utaona Roho Mtakatifu anashuka na lugha yako inabadilika. Ukinena kwa lugha katika nyimbo, ukinena kwa lugha katika kumtukuza, ukinena kwa lugha, ndio Biblia inasema kwamba watu wataimba wimbo wa nini? Nisaidie, wimbo mwana mpya. Nilikuwa nafikiri labda nisikilize. Wimbo mpya maana yake ni kitu ambacho hakipo duniani. Haijawahi kutungwa hapa duniani. Na jinsi uzuri wa Mungu jinsi ulivyo. Mungu jinsi Roho Mtakatifu ni mtamu. Roho Mtakatifu